Ni kwenye taarifa zetu zijazo za saa 7, saa 10, saa 1 na saa 3 usiku wa leo. Lakini sasa bila kupoteza muda mtazamaji, tunaingia moja kwa moja kwenye mjadala wetu wa hii leo kuhusiana na afya ya mifupa na misuli. Na mtazamaji, wengi wakisikia kuhusiana na afya ya mifupa wanadhani kwamba ni kuhusiana na waliopitiliza umri wa uzeni, lakini tunamlenga kutoka yule mtoto, na mtaalamu yuko hapa kwenye studio atatueleza ni kwa nini bado hata mtoto ambaye ameanza kuketi chini, ambaye ameanza kutamba, hata kusimama, yuko kwenye hatari kutokana na mtindo wa maisha, hali ambayo inahatarisha afya ya mifupa yao wakiwa katika umri wa utotoni, wanapokuwa katika umri wa kubaleghe, kuwa vijana, na sasa kuwa katika umri wa utu uzima. Karibu sana hapa kwenye studio, niko naye Sara Konzie, ni mtaalamu wa afya ya mifupa na misuli. Karibu sana. Asante. Kuna mengi ambayo utakuwa unatuelimisha leo. Wewe ni mwalimu, tuko darasani. Kila wakati nasema kwamba mimi pamoja na mtazamaji, sisi ni wanafunzi. Wewe kuwa pale, wewe ndio mwalimu. Kuna mengi ambayo tumekuwa tukiyafanya ni makosa, lakini hatufanyi kwa sababu labda tunajua. Ni mazoea na kutojua, kutofahamu, na pengine mengine pia ni mapuuza. Lakini tuanzie hapa hata kabla hatujaingia kwenye undani wa mjadala wetu. Tunapozungumza kuhusu afya ya mifupa, tunaangazia nini haswa? Afya ya mifupa ni kulingana na fizioterapia. Mwanzo mimi ni mtaalamu wa viungo na misuli, physiotherapist. Kiswahili najua kitachanga mwalimu, lakini tutaelewana. Mifupa na misuli ndio kitu Mungu alitupatia tunatumia. Wakati unapoketi hapo Agnes, unatumia mifupa, umetumia mfupa wa mgongo, umetumia mfupa wa hips, umetumia mfupa wa magoti kuweza kuketi. So ni vitu ambazo tunatumia kila siku, kila wakati. Hata wakati naongea natumia misuli na mifupa ndio iweze kuleta hiyo matamshi nafanya. Umetueleza vizuri sana na umuhimu wake. Na sasa wakati tunapozungumza kuhusiana na afya ya mifupa, wakati mifupa iko katika afya ambayo inastahili, wakati misuli iko katika afya inayostahili, inasaidia mwili nini? Mwili inaweza kufanya kazi yake vile unavyotaka ama unavyotamani. Lakini wakati haiko sawa, inakuzuia ama inakulimit kwa vitu mingi. Yes. Vitu kama gani? Wakati mifupa na misuli inapokuwa na shida, inaleta uchungu, inaweza leta kuganda, inaweza leta kutokuwa na nguvu kabisa. Na saa wakati unapotaka kufanya kitu, kama tuseme nataka kuinama nichukue kitu kutoka chini, mifupa ama misuli inakataa. Wakati nimeketi nataka kuchukua kitu na mkono imeganda ama mkono haina nguvu, inakataa. So ni kawaida tu wakati mfupa na misuli haifanyi kazi pamoja, vitu mingi zimekuwa limited kwa maisha. Asante. Na wakati sasa mtu bado afya yake haiko katika afya ya mifupa haiko katika hali inayostahili, ni kipi ambacho labda amekifanya? Ni ulaji ambao haustahili, ama ni kipi ambacho kinasaidia mifupa kuwa katika uwezo wake wa kiafya unaostahili? Wakati tunaongelea mifupa na misuli, inakuwa vitu mingi zinasaidia kufanya mifupa na misuli ikuwe mzima, ama vitu mingi inafanya hizo mifupa na misuli isiweze kufanya. Tuseme chakula. Chakula, wakati umetaja chakula kama umekula na umekuwa mwingi wa uzito ama obese, mifupa na misuli yako itafanya kazi vizuri. Wakati tunakuwa alafu unafanya kazi ile ya kawaida kama kukaa, kuinua vitu, ukifanya hivyo ile njia istahili, pia mifupa na misuli inakataa kazi. Tuseme pia jinsi ya kulala, ukilala vibaya pia mifupa inakataa. Saizi especially wakati wa teknolojia, ukishika simu ama ukifanya kazi kwa laptop ama kwa TV na umeweka mifupa na misuli, ile njia isiyofaa pia inaleta shida. Utakuwa unatueleza kwa kindani mmoja baada ya nyingine. Tuanzie pale kwa lishe. Ni chakula gani ambacho kinaimarisha afya ya mifupa? Asa tukiongelea mifupa tunaangalia
chakula yenye iko na uzito ama rich in calcium. Rich in calcium unaangalia zile chakula ziko na hiyo calcium kama maziwa, mayai, viazi vitamu. Vyakula ni mingi zenye zinafanya mifupa ikuwe na afya. Na pia kuna zile wanaita supplement, sababu wanasema wakati mwingine chakula ijaingiza all the calcium ama calcium haijakuwa absorbed kwa mwili venye inafaa. Ama kitachukua muda. Yes, ama kitachukua. So pia una boost na hizo calcium supplements. Kwa chakula pia tunaangalia zile chakula zinasaidia muscles zikuwe more healthy, kama zile iko na ama zikuwe more relaxed, kama zile ziko na magnesium, of which hizo tunapata kwa tuseme vegetables, na wataalamu wenye wa chakula wanaelewa zaidi. But ile kitu iko na magnesium inasaidia pia misuli. Haya, tuje sasa hapa kwa mazoezi, kwa sababu uzani ambao umepitiliza pia ni hatari. Ni uzani upi ambao ni bora? Inalingana, kwa sababu kuna yule ambaye ana uzani uliopitiliza, ni mzito sana. Kuna yule ambaye uzani wake uko chini, ni underweight, na sasa kuna yule ambaye yuko katika hali ya wastani. Inalingana na mwili ya mtu. Tunaangalia uzito wako na urefu wako, na alafu tunapata BMI. Hiyo BMI ndio inafaa kukuambia kama individual ni uzito gani unahitaji. Kuna ile wanasema ile brackets wanasema BMI yako inafaa kuwa between 20 and 23. So wakati umeangalia uzito na urefu wako, alafu una divide, ndio hapo unapata your correct body weight. Sasa tukija bado hapa kwa uzani, kwa sababu watu utaona kwamba labda nikimwona Sara jinsi alivyo natamani nikuwe kama yeye, kwa hivyo nitaenda kufanya mazoezi. Kabla sijafanya mazoezi, ili nijue kwamba yale mazoezi ninayofanya ndio yanayostahili, kwa sababu watu ni tofauti, mwili wako na wangu ni tofauti, na wa mwingine pia ni tofauti. Mtu anafaa kuzingatia nini kwanza ili kuhakikisha kwamba kile anachokifanya hahatarishi mwili wake? Akijua nini kwanza? Asa wakati unataka kwenda mazoezi, mwanzo unafaa kuangalia the condition ya mwili saa hiyo. Mara mingi unataka kwenda kuanza kukimbia kilomita tuseme 20, na hata siku moja hujakimbia kilomita hata moja. So unaangalia mwili iko tayari aje kuweza kufanya ile zoezi unafanya. Kama unataka kwenda tuseme gym, unajipima we mwenyewe, unaangalia ni mara yangu ya kwanza ama ni mwili ishazoea ama bado ijazoea. Kama ukimaliza kujiangalia we mwenyewe, ndio hapo utaweza kujua nitaanza aje. Kama ni mara ya kwanza unasema kutoka leo nitakuwa nikitembea, anza na half a kilometer. Mwanzo fanya ile tunasema warm up na cool down. Warm up ni kabla uanze hiyo kutembea hiyo kilomita 1, unafanya vitu kama stretching. Una stretch miguu, mikono, mgongo, shingo, kila mahali, ndio uweze kuanza kutembea. Kama ni mara yako ya kwenda gym, ukifika kwa gym unaelezea mwenye ako hapo, ni mara yangu ya kwanza kufanya. So usikimbia kuambie ingia kwa treadmill ama kwa baiskeli, kimbia lisaa 1. Ukitoka hapo misuli ishaharibika ama ushaharibu mifupa zingine ama viungo zingine. So ni vizuri we mwenyewe kujiangalia kama mwili yako iko tayari, if your body is conditioned to that exercise, hiyo mazoezi yenye unataka kufanya. Na sasa kabla, kwa sababu kuna pia kujiangalia na kuna kujiandaa. Kuna kile kipindi ambacho unafaa kujiandaa. Kwanza sasa hapa tunamlenga yule ambaye labda akisikiliza kipindi ataanza kufanya mazoezi, kwa sababu atajua sasa umuhimu hata wa kufanya mazoezi, na utakuwa hata unatuonesha ni aina gani ya mazoezi ambayo mtu anafaa kufanya. Ajiandae vipi? Anza kula labda ni chakula kipi kwa kipindi kipi kabla sasa hajaingia kule gym? Kujiandaa kwanza inaenda kwa akili. Mwanzo unajiprepare psychologically, nataka kuanza kufanya mazoezi. Ni mazoezi gani? Kuna ile tunasema full body exercises. Ukisema ni mwili yote, unajua ni kichwa, shingo, mikono, mgongo, miguu yote. Sasa hiyo unajiandaa
psychologically, ile tu unajua unaenda kufanya mazoezi. Baada ya hapo anza polepole. Nimepeana example, tuseme nataka kuanza mazoezi ya kutembea. Anza polepole. Hiyo polepole inaanza aje? Because mwanzo ushajiprepare psychologically. Unaanza polepole. Leo unasema naenda kilomita 1, after wiki moja unasema nitaanza kwenda kilomita 5, mpaka ile kilomita uko comfortable nazo, mwili na inasikia rejuvenated. Yeah. Aha. Sasa tuje, sasa umejitayarisha kwenye fikra. Haya, kingine kipi ambacho kitafuata? Warm up. After warm up, anza polepole. Because mara mingi unaweza anza, mimi nataka kuanza mazoezi kilomita 10 kwa siku. Alafu mwili ijazoea. Alafu ukianza hiyo siku unakuja kuketi sababu umeharibu misuli na umeharibu viungo. Alafu pia kuna vitu hatufikiri kama viatu. Viatu kama ni mazoezi na najua nitaenda kutembea, lazima ukuwe na viatu zenye ziko shock absorbers. Usiende kufanya mazoezi alafu ukirudi magoti nimekataa. Sababu unakanyanga kila mahali inatumika. So ukitembea tuseme na slippers ama Crocs, unarudi tena unasema magoti haitatembea kesho. So unapata umefanya kitu leo na huwezi endeleza. So unajiprepare hata ya. Yeah. Ulaji ajiende vipi? Kula tu chakula ya kawaida, ile tunasema balanced diet. Hiyo itasaidia mwili kukua ready. Alafu maji lazima. Tunasema maji at least 2 liters. Ukikula balanced diet, najua tunaelewa protein, starch na vegetables, alafu water. Proteins, kama uko na aim ya kupunguza uzito, sasa wewe ujiangalie useme napunguza starch ama napunguza chakula yenyewe, but bado ikuwe balanced. Maji lazima. Because mifupa, mwili hii tumebeba inachukua like 70% ya maji. So lazima maji ndio ufanye mifupa yako na viungo na misuli ikuwe ready for everything. Maji ni ya muhimu. Asante, umetupeleka polepole vizuri jinsi ambavyo mtu akianza mazoezi kile ambacho anafaa kukizingatia. Tukiangalia hali ilivyo kwa sasa, hapo awali, miaka ya hapo awali, matatizo ya mifupa, uchungu kwenye mifupa, maumivu hata kwenye mgongo, lilikuwa ni tatizo la watu ambao umri wao umeongezeka, ni watu walio na umri wa uzeeni. Lakini hali ilivyo kwa sasa, hata watoto walio katika shule za msingi wako na hayo matatizo. Wengi ambao wewe kama mtaalamu wa viungo, wengi ambao unawashuhudia kwa sasa ni akina nani? Na labda mteja wako aliye na umri mdogo ambaye umeshawahi kumhudumia ni umri wa miaka mingapi? Naweza sema siku hizi kama wakati niko kazi napata watoto wengi wa shule. Asa mzazi analeta mtoto anakuambia anasema anaumia mgongo sana. Na wako chini hata miaka 9, lakini wengi ni teenagers. Na wako wengi na wanakuja sana na shida ya migongo. Na najiuliza kwa nini? Kwa nini shida ya mgongo kwa watoto? Kitambo wakati nilikuwa naanza hii kazi ya fizioterapia, nilikuwa ni wazee. Kutoka miaka 45 juu. Wale wengi walikuwa huko 60. Lakini siku hizi wale wengi wako between 15 and 35. Ni wengi sana saa hizi tukiongea. Na sasa nafikiria na kuona jinsi tunavyokaa. Venye tu kama we Agnes umekaa, inaleta shida. Sijui kama nimeketi vizuri, saizi umeketi vizuri. Lakini wakati utachukua simu, utafanya nini? Utainama. Utachukua simu na utakaa hapo kama lisaa moja kwa TikTok, Instagram, Facebook, yoyote. So hiyo na kwa sasa watoto wetu wako exposed kwa hizo gadgets. Wanabaki na the poor posture. Mtoto unapata amekaa ndio kwa kiti ama sofa set, lakini ile posture ako nayo ama jinsi amekalisha mwili ni inaumiza sana. Na tunasema from the research wanasema wakati unashika simu na kuinama, umeekelea kwa kichwa kilo kama 27. Sijui kama umechukua hii gunia ya mchele, hii ya 25. Sasa wakati umeshika simu na umeinama, kulingana na hiyo uzito iko kwa spine ama kwa shingo, ni kama umechukua kilo ya mchele 25 ukaekelea hapo. So
una imagine ni damage gani inaendelea hapo. Ndiposa sababu mgongo ni mmoja kutoka kwa shingo mpaka kwa chini kwa makalio. Unapata sasa ikiharibu shingo itaenda iharibu mgongo ya katikati na iharibu mgongo ya chini. Na sasa hiyo ndio naona sababu kubwa ya kupata hata watoto wadogo wa shule ya msingi wanaletwa na wazazi wanaumia mgongo. Yeah. Kando na hizo gadgets ambazo wanatumia, kwa sababu wanatumia kama ni tarakilishi, wanatumia kama ni simu, ni kipi kingine ambacho huenda kinachangia hiyo idadi kubwa ya watoto walio katika shule za msingi? Umezungumzia kuhusiana na mtoto aliye chini wa umri wa miaka 10 kuwa na matatizo ya mgongo. Ni nini kingine ambacho kinachangia? Kwa sababu ni wengi, sio katika tu maeneo ya mijini, lakini wengi wako katika haswa maeneo ya mijini. Ni nini kingine huenda kinachangia? Hiyo poor posture, hiyo ni ya kwanza kabisa. Alafu hiyo wakati wanatumia hizo gadgets. Cause utapata mtoto ako na tablet ama ako na laptop, lakini amekaa hapo kama masaa 5. Amekalia tu hapo. Na saa ukiona tuseme kama venye niko na kitabu hapa nilichoandika kinaeleza jinsi iko. Unapata ukiangalia page 19 unapata usipokaa vizuri unabeba mzigo. Na hiyo mzigo nimekuelezea ni kama kubeba 25 kgs on your head. Saizi nikikupatia ubebe hata kuinua tu itakuwa ngumu. Sasa wakati umeinama hivyo already umebebesha mwili hivyo. Na jinsi unavyoendelea kuinama zaidi ndivyo unavyowekelea uzito na inaendelea kuharibu the whole spine. Sasa pia kuna kuketi, kwa sababu kuna jinsi ambavyo hapa kuna hizo picha mbili. Kuna moja ambapo ukichukua simu hivi juu uko sawa, lakini kuna jinsi hapa unavyo, kwa sababu ningetaka pia utaeleza, kwa sababu kuna kutoka pale kwenye shingo, kwenye uti wa mgongo ukiteremka. Hiyo Mungu venye alituumba, aliumba spine ikuwe na certain shape kama S. Lakini wakati unaangalia huyu mtu wa kwanza ameshika simu vizuri, ameshika na akaangalia vizuri. Lakini wa pili ameinama tu kawaida venye tunainama. Wakati ameinama analeta C. So kulikuwa na a shape ya S from the spine down. But wakati umeinama unaleta shape ya C. Na hiyo sasa ndio inaleta kuharibu kwa uti wa mgongo. Na naofia sana miaka 10 inayokuja itakuwa kama disaster. Tusipojiangalia sisi wenyewe kama wazazi, na tusipoangalia watoto jinsi wanashikilia hizi vitu. Sasa kwa sababu hiyo sasa ni shughuli ya kimwili ndio kwa sababu ile shughuli ambayo unafanya inapinda uti wa mgongo jinsi ambavyo haistahili. Kuna tatizo pia la homoni. Huwa linachangia pia vipi kuathiri afya ya mifupa? Wakati umeketi na kuketi ile haifai, mwili inakuwa yote imekaa kama C. Ukiangalia kwa hii picha utaona umeketi, umeinama, lakini mwili ni kama yote, mgongo ya chini ni kama C. Na wakati hiyo mgongo iko kama C, unapata vitu mingi, viungo zote kwa mwili ziko compromised. Ziko compromised aje? Shikilia tu. Ukiangalia tuseme kama shingo, umeinama. Thyroid iko hapo. Thyroid hapo ndio unapata hormones. So wakati unaifinyilia kwa hiyo muda, itakasirika na italeta maneno yake. Wakati umefinyilia mwili hivyo, hapa kwa kifua nini iko? Ni ribs, na ndani ya ribs unapata roho. Na hiyo roho ndio ina pump blood. So ukifinyilia inafanya nini? Haifanyi kazi vizuri. So unasikia mtoto anasikia ama mtu tu anasema anasikia anachoka, ako fatigued, ako fogged, sababu amefinyilia roho, ai pump blood. Kwa hivyo mwili haipati oxygen, haikui fresh. Amefinyilia nini? Amefinyilia lungs. Lungs nayo ni ya kusaidia exhale and inhaling and exhaling. So wakati anaifinyilia unapata ile space ya kupanuka na kupumua. So baadaye itakuja kuleta complications, sababu inataka freedom ile Mungu aliipatia. Ikifinyilia utapata tumbo, utapata pancreas, utapata
matumbo, utapata vitu mingi. So hiyo poor posture unaweza fikiria tu ita affect the spine. Lakini juu ya hiyo kufinyilia ama kupunguza the space ya the internal organs inaleta maneno mingi na mashida mingi yenye hata uwezi elezea ni nini. Haya. Kana na hilo, kuna sasa umri pia tulikuwa tumezungumzia kuhusiana na maneno ya umri. Kuna genetics inaathiri vipi pia? Genetics mara mingi unapata inaathiri familia. Tuseme nyumbani watu wamekuwa na arthritis. So probability kubwa ya mimi kupata arthritis inakuwa juu sababu ya ile genetic, ile kitu nabeba kwa mzazi kutoka kwa mwingine. Genetics pia ina affect vitu kama blood pressure. Lakini sasa mimi nasema unapo realize kwetu watu wako na arthritis, unaangalia nini ina predispose. Kama ni genetics, hiyo huwezi zuia. Kama ni uzito, unaweza zuia. Kama ni kutofanya mazoezi, unaweza jiingiza kwa mazoezi ndio uzuie. So genetics iko, lakini ile predisposing factor yenye unaweza zuia, wewe mwenyewe unachukua responsibility na unazuia. Asante sana Sara. Kufikia hapa mtazamaji, tunachukua pumziko fupi mno. Tutakaporejea utakuwa unatuonesha aina za mazoezi ambazo pia tunafaa kuwa tunafanya, na kulala. Godoro liwe lipi, vipi? Kitanda kiwe vipi? Na unafaa kubadilisha godoro baada ya miaka mingapi? Ni miaka 10, miaka 7, ama baada ya miaka mingapi? Na je, ubora wa godoro unafaa kuwa vipi? Ni godoro ambalo ni laini kiwango kipi? Ama ni ngumu kiwango kipi? Mtazamaji, kufikia hapa nachukua pumziko fupi mno. Tutakaporejea tutakuwa tunaingia kwenye sehemu ya pili, ambapo mtaalamu wetu atakuwa anatuelimisha zaidi kuhusu jinsi ya kuimarisha afya ya mifupa pamoja na misuli. Karibu tena mtazamaji kwenye awamu ya pili, ikiwa sasa ni saa 6:06 saa za Afrika ya Mashariki, nikiwa naye Sara Konzie hapa kwenye studio. Mtazamaji, leo tunaimarisha afya ya mifupa, misuli kwa wote, watoto, vijana pamoja na watu wazima pamoja na wazee, kwa sababu kuna mengi ambayo hatujakuwa tukiyafanya vizuri. Tunaofanya kazi ofisini ambapo tunakaa sana kwa muda mrefu, Sara atakuwa anatuonesha ni vipi ambavyo tunafaa kuwa tukikaa ili kuweza kuimarisha afya yetu ya mifupa, haswa kwenye uti wa mgongo. Sara, sasa uko na kiti pale, tuonyeshe. Wakati niko ofisini ama bado mtu atakiwa pale nyumbani, kuketi labda hatujakuwa tukiketi vizuri, ama kiti ambacho tunatumia huenda kinatuletea madhara. Asante. Mara mingi tunakuwa kwa ofisi tukifanya kazi, na mara mingi tumeketi. Na mara mingi tunapata watu wenye wako na shida ya uti wa mgongo ime-affect misuli na viungo, sababu ya tunakaa kwa muda mrefu. Na hiyo muda mrefu tunakuwa tumekaa tukitumia kikao kibaya, poor posture. Sasa ningetaka kudemonstrate jinsi unaweza kaa kwa ofisi na jinsi unaweza kaa hata nyumbani. Kwa lugha ile tunaelewa sisi wenyewe, tunasema wakati umeketi kwa kiti kama hiki, make sure kiuno yako iko mwisho wa kiti. Ukiweka kidogo kabla ifike mwisho wa kiti, italeta a different posture na itachukua the center of gravity, itachukua different place. Mgongo utapinda pale. Utapinda. Ukikaa tena kando kabisa utapinda zaidi. So ile tunasema make sure kiuno iko mwisho wa kiti. Kwa hivyo naonyesha tu. So nikiketi hapo alafu niiname, unaona mgongo umejipinda. Asa hiyo kwanza tunasikia kama starehe ukifanya hivyo, lakini hiyo inaharibu mgongo na inaweza leta mashida mingi. So tunasema make sure kiuno imeshika mwisho wa kiti. Ukue kwa sofa set, ukue kwa kiti ya ofisi, ukue kwa starehe zako za meeting ama za hoteli ama za mahali popote huko.
make sure kiuno iko mwisho wa kiti. Ikifika mwisho wa kiti inafanya mgongo ikue na hiyo 90 degrees. So hiyo 90 degrees inafanya the spine to be straight. So wakati mwingi tunasema nitakaa hivyo vizuri kwa ofisi, na nikifika nyumbani unaenda kwa sofa set unakaa umepinda mgongo tena umeharibu. So hata ukiwa nyumbani make sure kiuno iko mwisho wa kiti. Alafu wakati umekaa kwa ofisi tuseme kama dakika 30 ama 1 hour, amka, stretch out kidogo. Kabla hujafika hapo, twende polepole Sara. Umeketi, jinsi ambavyo umetueleza, kiuno kifike hadi mwisho, usipinde mgongo. Miguu nayo. Miguu ikuwe 90 degrees. Sababu wakati hii kiti inanipeleka starehe. Wakati miguu ikuwe 90 degrees. Wakati umekunja mguu sana wakati umeketi, unazuia damu kurudi kwa roho. So utaanza kufura miguu. Ama ilete hata vitu tunaziita DVT, unapata unasikia uchungu kwa hii muscle inaitwaje? Calf muscle. Usikie uchungu, kumbe ni damu imekataa kutembea na upate ni clot. Tumepata wagonjwa, mtu anakuambia nimesikia tu uchungu na hiyo uchungu nasikia iko mingi, nataka unitibu. Lakini unapata ukifanya assessment, unapata ni damu ishaganda. Na ikiganda ni dangerous kabisa, sababu inaweza panda kwa roho ama ipande kwa mapafu na ilete complication kama stroke kama vitu zingine, hata kifo yao. Kuna yale ambayo nimeshuhudia wakati unapoketi jinsi ambavyo umetuonesha. Lakini uko na kifaa umewekelea miguu pale. Miguu umenyosha, yani umekaa starehe zako, sasa umekati hivi, lakini miguu haiko 90 degrees, umeweka hivi. Kuna kile ambacho umekiweka, kuna kidude umekiwekelea hapo chini, ati sasa ndio miguu ikae vizuri, kwa sababu unasema kwamba huwa nina shida ya miguu, wacha niinue miguu. Kama unataka kuwekelea kitu, eka kitu tu upate umekanyanga chini na miguu bado iko 90 degrees. Hiyo haina shida. Lakini wakati unawekelea tuseme ile puff juu, pia ni mzuri. Lakini aim yako ni gani? Ni kurelax ama ni starehe? Kama unataka kuelevate miguu, tuna advice lala kwa kitanda, ekelea miguu juu, ikue juu ya roho. Yani miguu unaiona huko juu. Kama ni starehe ya kuketi na kuweka miguu straight, iko sawa. Lakini si ile ya kukunja nyuma. Na sasa kuna yule ambaye naye ana mazoea akiketi hapa nyuma sasa. Asante. Hapa nyuma ameweka pilo. Kameweka pilo ndogo, anasema sasa mimi nikiweka mgongo hivi sasa ndio niko sawa. Hiyo nayo. Kuna ile tunaita a roll ya kuwekelea kwa mgongo. Hiyo unafaa kuitumia wakati kiti chako akikupatia ile posture ya mgongo. Si nimeketi kiuno iko mwisho wa kiti, lakini unapata kiti hapa iko na space. So hapo ndio utaekelea katikati ya mgongo. Mahali hiyo space iko. Si kuweka tu. Because ukiweka pilo itakunyima kiuno kufika mwisho wa kiti. So tunasema kama unahitaji kutumia hiyo pilo ama hiyo roll, eka katikati ya mgongo mahali hiyo space inabaki, ndio ishikilie mgongo bado iko straight na iko 90 degrees. Kuna mwingine akikalia kiti chake unasikia kwamba hakiko sawa, ni kama kimeinama upande mmoja. Huyo anaweka mwili wake kwenye hatari gani? Hatari kubwa ni sababu wakati umeketi kuna zile misuli inafanya kazi ya kuketi. Msuli moja tunaita psoas muscle. Iko kwa mgongo huko ndani, iko hasa kwa tumbo lakini hapo ndani inafanya kazi. Hiyo ndio inafanya sasa niketi hivyo. Wakati unainua kiuno kidogo, unataka starehe kidogo, umeaffect msuli tunaita gluteus medius, yenye inastabilize sasa hiyo kuketi. So ukifanya moja ifanyi kazi, utafanya ile ingine ifanye kazi zaidi. Unaweka shinikizo kwenye upande mmoja, pressure. So moja protest, itasema unanitumia kuliko ingine, na hiyo kuprotest ni kuleta uchungu. So unasema nikiketi nasikia mgongo, lakini si aswa mgongo, ni sababu umezoea ama kiti yako ina
tumia upande moja kuliko ile ingine. Yeah. Aha. Hapa sasa tumemzungumzia sana yule mtu ambaye anafanya kazi ofisini, na sasa tunamsaidia jinsi atakavyoimarisha uti wake wa mgongo pamoja na mifupa mingine anapofika nyumbani. Kuna yule mama mjamzito na pia ambaye amejifungua. Atakuwa na keti kwa muda mrefu anapotunza mimba yake ama baada ya kujifungua. Aketi vipi wakati anapomnyonyesha mtoto? Tukiongelelea mama mjamzito ama mama mwenye Mungu amembarikia mtoto, kikao venye anakaa ni muhimu sana. Asa tunasema cause lazima unyonyeshe mtoto. Usinyonyeshe mtoto kama umelala. Cause wakati mwingi juu maisha imekuwa usingizi haitoshi, unataka tu ustareke kidogo ama upumzike kidogo na mtoto anyonye kama umelala. Hiyo tumesema no. Keti chini, asa kwa kiti. Kama una kiti, keti tu kwa kitanda, lakini make sure mgongo iko straight. Kuna zile pillow specials ya kuwekelea mtoto upate au inami. Ekelea mtoto, make sure mgongo iko straight, nyonyesha mtoto. Yeah. So inakuwa ukieka pillow hiyo ya kushikilia mtoto, wacha mtoto anyonye, mgongo yako iko straight. Na mbona simnyonyeshe huyo mtoto kama amelala? Wakati anamnyonyesha kama amelala, the posture ya spine inaharibika. Kwa sababu inachukua a different posture, na mtoto hata nyonya dakika 2. Anaweza kaa hata akinyonya kwa lisaa lizima. So na already ulikuwa wakati uko mjamzito, mwili misuli imebadilika, imekuwa loose, ligaments, muscles, kila kitu iko tu. So wakati unaipea stress, hata mwezi moja mwezi mbili unalia, unaumwa na mgongo, unaumwa na kichwa, shingo, hata miguu juu ya hiyo poor posture. Sasa tuangalie madereva. Una wale ambao wako barabarani kwa masaa mengi, masafa marefu, hasa wale ambao ni madereva wa mabasi ama madereva wa trailer wako barabarani masaa mengi. Wakae vipi wakati wanapoendesha gari? Tuna advice bado kiuno yako ikue mwisho wa kiti. Alafu kama kiti yako haina ile shape ya S kwa mgongo ya chini, tuna advice utumie sasa ile pillow ama ile roll, ekelea kwa mgongo. Siku hizi magari imekuja, kuna yenye inakushikilia, kuna yenye una adjust, inakushika upande, na kiti inakuwa straight. Wenye kama dereva, kama umeangukia, umepata gari kama hiyo, make use of hizo vitu zimeekwa. Songesha upande na kiti ikue straight, ikushike vizuri na ukue karibu na steering. Sababu wakati uko mbali una strain mgongo ya katikati. Wakati uko karibu mgongo iko straight, mikono iko relaxed na unapata aumizi chochote. So madereva tuna advise, eka pillow ama roll kwa mgongo kama kiti yako iko sawa, karibia steering, miguu yako make sure iko 90 degrees, na kama umebahatika umepata gari ya kisasa yenye iko na kiti ya adjust it your spine to be 90 degrees and your mabega kiuno zikuwe straight. Siko kwenye line. Yes. Maswali ni mengi, Sara. Hapa leo utajibu mengi kwa sababu kwa kweli wengi wamekuwa na matatizo ya mgongo. Huenda ni yeye binafsi, ni mtoto wake, ama labda ni mzazi pia. Kuna swali hapa ambalo nimepata kutoka kwa mtazamaji mmoja anafahamika kama Hadia. Anauliza, ni kweli akina mama ambao wamejifungua uti wao wa mgongo huwa hauko kama jinsi ulivyokuwa hapo awali kabla ya kujifungua? Anatumia lugha ya Kimombo, soft backbone. Ukweli huko, wakati wa safari ya kukua mjamzito, hormones zinabadilisha misuli, zinabadilisha the structures in the spine. Ukiangalia mgongo, kuna mfupa, kuna ligaments, kuna disc, kuna na misuli yenyewe, the muscles. Sasa zinakuwa soft, zinakuwa loose, if I can use that word, sababu ya hormonal issues. So wakati umejifungua,
mwili pia kabla hujajifungua mgongo inasukuma mbele, inajisukuma mbele sababu ya ile mzigo umebeba ya mtoto. So unapata ile normal shape ya mgongo imekuwa distorted pia. So wakati unajifungua mtoto ulikuwa umeshikilia ashatoka. So mgongo inashtuka, nilikuwa nashikilia kitu. Ni kama sasa imepata shock. Sasa hakuna. So usipoitunza, sababu sasa hakuna kitu inaishikilia, inasikia iko weak because of the normal changes of the pregnancy, and now nothing is holding. Hakuna kitu inashikilia. So iko weak. Na ndiposa mara mingi tunaambia watu wafanye fizioterapia baada ya kujifungua. Ndio tuweze kurudisha hizo structures, hizo mgongo, hizo misuli zishikilie sasa mwili kawaida. Yeah. Asante sana Sara. Mtazamaji hapa anafahamika kama Esther anauliza, kama mtu ako na shida ya magoti na hawezi weka miguu 90 degrees jinsi ambavyo ulionyesha, zaidi ya dakika 5 juu ya uchungu wa magoti, afanyeje? Hiyo inamaanisha the quadriceps. Quadriceps ni nyama hizi za mbele za mapaja. Na iliyosoas ama psoas muscle yenye inatumika kukaa zimeshorten. So nikikaa hivyo, hii msuli lazima stretch ndio iweze kukaa 90 degrees. Na already kukaa hii hip imeinuka kidogo, because wakati nimesimama iko straight. Wakati nimekaa inakunja hip. Na hiyo kazi ya kukunja hip ni hiyo muscle tunaita iliyosoas. Hiyo kazi ya mguu ikuwe goti ikuwe 90 degrees ni kazi ya quadriceps. So inamaanisha muscles hizi za mbele na the psoas muscle ama hip flexors zimeshorten. So kwa Esther anafaa kustretch. Sijui nimuonyeshe jinsi ya kustretch. Muoneshe kwa sababu anahitaji. Na kabla hata hujamuonyesha, ni kipi ambacho huenda kimefanya hiyo misuli ikawa fupi? Kwa sababu awali haikuwa hivyo, ni tatizo ambalo limeanza baada ya muda fulani. Sana inaweza kuwa Esther anaketi sana. Afanyi mazoezi. Ukiangalia kwa siku yake, ile masaa mingi ametumia kuketi. So the hip flexors ama psoas muscle zimeshorten. Because wakati umeketi zina shorten. Zikishorten ndio inakatasa kufanya ile kazi. So mara mingi ni kuketi kwa muda mrefu bila kupumzisha misuli ama kuistretch. Kwa hivyo anafaa kutembea na kufanya mazoezi. Kustretch. Haya, muonyeshe. So Esther, kama uwezi kukaa 90 degrees kwa kiti venye tunasema zaidi ya dakika 5. Unafaa kustretch hii muscle ya quadriceps, na ni rahisi ile nitakuonyesha ile unaweza fanya kwa nyumba. Shikilia tu mahali, shika mguu nyuma, vuta nyuma. Najua already cause inakataa inaweza kosa kufanya hivyo. But jaribu tu mahali unaweza, shikilia kwa dakika 1 alafu uachilie. Tena ukikaa shikilia, vuta kwa dakika 1. Wakati na stretch hivyo, already ina stretch sa hip flexors, the psoas na hii muscle. Zina stretch zote mbili. So akifanya hivyo kwa muda kadhaa, sio siku 1, sio siku 2, sio siku 3, utapata sasa akiketi kwa kiti inakuwa rahisi. Kama imekataa kabisa, akuja tutafute, tutamsaidia. Yeah. Na kwa sababu labda huenda kwa sababu Esther ameuliza swali kwa niaba ya wengine ambao nina uhakika labda wana tatizo kama hilo. Huenda labda ni goti moja lililo na tatizo. Utafanya mazoezi ambayo umetuonesha kwa magoti yote mawili ama ni huo mguu peke yake? Na advice tufanye zote mbili. Sababu wakati umeketi unatumia magoti yote mbili. Unatumia hip flexors zote mbili. So ukimaliza kufanya ile iko na uchungu, enda kwa ile ina uchungu, ndio zote zisaidiane kusaidia kuketi vizuri. Na anasema kwa kweli nilikuwa nasubiri sana jibu kwa sababu niko na uchungu sana hata kwa paja. Sasa amefuatanisha na swali lingine, na kuganda mguu mmoja mtu akitembea, akisimama kuganda inaisha, ukitembea tena inaanza kuganda, na dawa za nerves za misuli mtu anachukua.
anatumia yeye mwenyewe, kumaanisha kwamba anatumia dawa za kupunguza makali kwenye misuli, lakini anasema anaganda mguu mmoja akitembea na akisimama huko kuganda kunaisha. Wakati unasema mwili inaganda ama mguu inaganda, hiyo inamaanisha mshipa wa fahamu ama nerves kuna mahali inafinywa, na inaweza finywa kutoka kwa mgongo ama kutoka kwa tako moja na inatembeza kwa mguu. Sasa wakati anakunywa dawa na bado asikii solution, tuna advise stretch sasa the nerve. Ndio ipate freedom, itume impulses ama message bila kutuma kuganda. Yeah, so wakati umemaliza kustretch sasa hip flexor na goti, sasa stretch hiyo nerve. Na ile kama ni kwa mguu, hiyo nerve tunaita sciatica. Stretch hiyo nerve. Na kustretch hiyo nerve ni rahisi pia. Naweza onyesha kama inawezekana. Wakati umeketi unaweza stretch hiyo nerve. Kiti yangu inatembea, lakini sawa tu. Lakini inatembea sana, sitaweza kustretch. Ningemtaka mwelekezi, amenipa ruhusa. Mwenzangu hapa anaitwa Austin, amepewa ruhusa kuja kushikia kiti. Karibu sana Austin. Hata mtazamaji atakuja kufahamu huyu ambaye huwa analeta picha safi ni nani kwenye studio. Huyu ndiye anayefahamika kama Austin. Asante sana Asante Austin. So unaweza keti kwa kiti, mikono ekelea nyuma ya mgongo. Ile mguu inaganda peleka mbele. Alafu ukipeleka mbele, the ankle joint ni joint ya chini, ichezeshe, inamisha kichwa chin to chest. Alafu uchezeshe sasa ankle joint. Hiyo ukifanya hivyo una stretch the sciatica nerve. Hiyo ni njia rahisi ya kustretch the sciatica nerve. Fanya hivyo mara kama 30. Pumzika. Rudia as many times. Wewe mwenyewe utasikia kuganda inaisha. Kuna mabadiliko. Yes. Na bado katika huko kuganda, wengine sio paja litauma, ni magoti. Bado tatizo ni lile lile? Tatizo ni lile lile. Haya. Asante sana Austin, asante kwa msaada wako. Tukikuhitaji tena tutakuita, kwa hivyo usiende mbali. Mtazamaji, tunachukua pumziko fupi mno. Sasa tutakaporejea katika awamu ya mwisho, Sara atakuwa anatuonesha tulale vipi. Na utumia hapo kwa godoro na kitanda, na sisitiza sana kwa sababu wengi wameumia na wanataabika. Yeye yuko hapa studioni, atakuwa anatuelimisha. Yeye ni mwalimu wetu, sisi ni wanafunzi na tutatii. Asante sana, tuchukue pumziko fupi. Karibu tena mtazamaji kwenye sehemu yetu ya mwisho ya mjadala wetu kuhusiana na afya ya mifupa pamoja na misuli, tukiwa na Sara hapa kwenye studio anaendelea kutuelimisha, na kwa kweli jumbe ambazo mumetuma ni nyingi, kumaanisha kwamba anafanya kazi nzuri ya kutuelimisha na kutukosoa mahali ambapo hatutakuwa tukifanya vizuri, kama ni kuketi ofisini, pale nyumbani, ama pia wewe ni dereva unapoendesha gari, unafaa kuwa umeketi kwa namna gani, pamoja na watoto wanapotumia simu ama tarakilishi pale nyumbani ama pia wakiwa shuleni, kwa sababu amekiri kwamba matatizo ambayo wanayapata ya watoto ni wengi walio na matatizo ya mgongo, hata watoto walio na umri wa chini ya miaka 10, kumaanisha kwamba ni tatizo ambalo linafaa kuangaziwa, na sisi kama wazazi na walezi tujue jinsi ya kuwasaidia watoto wetu. Hapa pia utakuwa unatueleza sasa kuhusiana na jinsi ambavyo tunalala, kwa sababu wengi utapata ofisini tuko sawa, lakini huenda labda matatizo ni nyakati za usiku, wakati tunapoenda kupumzika, tunapolala. Mwanzo kabisa Sara, ubora wa godoro ambalo tunafaa kutumia ni lile ambalo ni soft, ni lile ngumu, ama ni vipi? Tuelimishe. Hiyo swali ya godoro ama mattress, wacha nitumie mattress, inakuwa swali kwa watu wengi sana. Wengi wanasema tunataka orthopedic mattress. Pia sometimes anakuja akwambia nimenunua orthopedic mattress na niko sawa. Mwingine anakuambia nimenunua orthopedic mattress
na imekuwa mbaya zaidi. Mwingine mattress, mimi chenye naweza advice, nasema mattress ikue medium firm. Kuna firm, medium firm and soft. Mimi nasema ikue medium firm. Ile tuseme unaenda kuketi kwa kitanda, ukiketi unasikia ni kama si mahali pa kuchezea. Ngumu. Iko ngumu na si ngumu zaidi. Ikikuwa soft, nikienda kukaa alafu inaingiza mwili wangu, hiyo ni mbaya. Hiyo kumaanisha makalio yanaenda chini, mapaja yanasalia juu. Yes, hiyo ni mbaya, sababu wakati utaingia kulala itachukua shape ya mwili wako. Ukiamuka unaona imejichora. Kumaanisha Agnes was there. Hiyo ni mbaya, sababu inamaanisha uti wa mgongo umechukua shape tofauti kuliko ile Mungu aliumba. Na kulala ni kitu ya maana sana sana, sababu ndio wakati wa kupumzisha mwili. So wakati unataka kupumzisha mwili, hautaki kwenda kuichosha, unataka kwenda ipumzike. Kwa hivyo mattress inafaa kuwa very comfortable. Na ikikuwa comfortable tunasema ikuwe medium density. Kwa sababu bado kabla hatujaendelea, umetaja aina 3 za godoro. Kuna firm, kuna hiyo medium na kuna soft. Tuende hatua kwa hatua. Hiyo ya kwanza firm, ambayo ni ngumu kupita kiasi, sio? Iko na athari gani? Wakati unalalia high density hard mattress, unapata ni kama umelalia mbao. So hiyo tu comfort asa hata ya mwili, tusiseme hata ya mgongo, haiko. So utasikia ni kama mbao umelalia. So hiyo itafanya ile kupumzika ama ile usingizi isikuje. So inamaanisha your sleep time has not been enough. Ikikuwa soft sana, ndio unaingia ndani, unapata inatengeneza shepu, nilikuwa nimelala hapo. Hiyo inamaanisha sasa imeharibu sasa shape ya mgongo. Sasa hiyo mgongo haijapumzika. Na kila siku, hata wakati saizi nimesimama, natumia mgongo kusimama. Wakati nainua mikono, mikono ime connected na mgongo. Wakati natumia miguu, iko connected na mgongo. So mgongo inabeba kila kitu. So usipoitunza na usipoipumzisha, italeta shida. Na ndio unaona katika WHO wanasema 80% in your lifetime utakuwa na shida ya mgongo. Sababu inatumika sana. Na kuzuia hiyo shida isikuwe ni shida ya kukufanya uteseke, ni uangalie jinsi unalala, jinsi unaketi, jinsi unainua vitu na mazoezi. Sasa hiyo meza tutatumia kama kitanda. Tuoneshe jinsi ambavyo tunafaa kulala. Ni kuingia kama tu umeenda pup. Tupeleke taratibu. Sasa wakati unaenda kulala, mimi na advice mtu kwanza reset mwili. Umekuwa na siku mrefu, umefanya kazi mingi, kumekuwa na mazuri kwa barabara, kumekuwa na mabaya kwa barabara. I usually advise reset your body kwa kufanya kitu tunaita breathing exercise. Hiyo breathing exercise kwa hiki kitabu nimeandika inakaa hivi. Unalala flat, alafu unapumua kwa mapua ndani na unatoa kwa mdomo. Kwa mapua ndani unavuta sana, na ukitoa kwa mdomo unavuta zaidi. Sijui kama unanielewa. Unavuta hivi. So hiyo inasaidia kureset mwili, kumake mwili kureset na ile relax. Wacha nitumie just reset the body, kutumia breathing. Ni kama kutuliza mwili wako. Kutumia hiyo breathing exercise kabla ulale. Hiyo unaweza fanya kama umeketi, unaweza fanya kama umelala, ama kabla utoke sitting room uende kwa kitanda. Reset your body, breathe in and out. Breathe in through the nose, out through the mouth. Let the body relax. Ukifika asa kama we ni mtu unakaa kwa ofisi sana, ama si lazima kwa ofisi, hata kwa nyumba unakaa sana, na advice ufanye stretch mbili. Hizo stretch mbili ni kama hizi ziko kwa hiki kitabu. Sijui kama zitaonekana. Enda kwa kitanda chako, kando na
uachilie miguu yote mbili, alafu ukiachilia miguu yote mbili, keti kama dakika 2 ama 3. Ita stretch ile muscles tumesema inaitwa hip flexors ama psoas, na pia stretch the quadriceps, na itafanya mgongo relax sababu imekuwa imeketi kwa muda. Ukimaliza hiyo naweza onyesha, sijui kama itasaidia. Hiki ni kitanda chako. Unaketi. Kitanda chako kinaweza kuwa juu ama chini. It doesn't matter. So keti, alafu kunja mguu moja, alafu lala chini. Alafu jiachilie tu dakika 3. Ukijiachilia hiyo muscles ya psoas ama hip flexor ina relax na quadriceps ina relax. Unaweza hata kunja miguu ndio ufanye stretch zaidi. Ukimaliza hiyo, kuna mtu anaweza sema siwezi fanya hivyo, maybe kulingana na mwili venye imeumbwa. Unaweza enda kando ya kitanda. Ukienda kando ya kitanda, kunja mguu moja, ile iko nje karibu kwa kitanda kabisa. Ile iko nje ya kitanda, eka nje. So ukikunja, achilia sasa hiyo ingine. Hivyo tu, ama uachilie zote. Sijui kama naonekana. Unaonekana uko hivyo sawa. tu, Haya, hiyo ni stretch. Tumesema reset the body by breathing in and out. Then kama unaketi sana during the day, fanya hiyo stretch ndio ipumzishe misuli na viungo za mgongo. Wakati kwa kulala tuko na tuko na different styles za kulala. Kuna watu wanapenda kulala upande na upande. Hiyo ni the best. Ukilala upande, hiki kitanda changu, kuna pillows. Kwa kitanda tunatumia pillow. Ukilala upande, kuna pillow kwa kichwa, na pillow inafaa kuwa very soft to support just the head and the neck. Not to support the head, neck, shoulders and the spine. Just to support the head and neck. Na ikuwe soft. Ukilalia, inaingia ndani. Kichwa inaingia ndani. Kichwa kinaingia hapo ndani. Yes. So assume pillow yangu iko hapo na nimelala upande, alafu niko na pillow ingine naeka kwa goti hapo. Hiyo ni kulala sasa ya side na nimeekelea pillow hapo. Kuna kulala ingine utaki kuwekelea. Nikuulize tu kidogo, twende taratibu. Mbona uwekelee pillow nyingine hapo kwenye mguu? Inasaidia kurelax sasa hii side ya juu ya mgongo. Mguu tena na si pillow kubwa. Ukienda chini sana utatwist the pelvic na ita distort the spine. Na utapata ijapumzika. Kuna kulala ingine tunaita fetal. Unalala sasa bila pillow katikati ya knees. Unalala kama mtoto wako kwa tumbo. Hiyo inasaidia kupumzisha mgongo pia. Kama uwezi, kuna wenye wanapenda kulala wakiangalia juu. Kulala kwa mgongo. Lalia mgongo, eka pillow moja kwa kichwa, na ndio mgongo uweze kupumzika, eka pillow ingine chini ya magoti. Chini ya magoti. So kuna pillow kwa kichwa na kuna ingine chini ya magoti. Na lala hivyo. Ndio miguu isikae ni kama iko miguu haifai kuwa hivyo. Inuke, kuna pillow chini ya magoti. So mwenye anapenda kulala akiangalia juu. Kuna wengine wanapenda kulala wakiangalia chini. Ukiangalia chini, weka pillow yako ya kichwa na pillow ingine kwa tumbo. So ukilala umelalia pillow kwa kichwa na ingine iko kwa tumbo. Hiyo itafanya upumzishe mgongo. Lakini sasa ukilala hivyo, all gravity inaenda kwa mgongo. So unapata mgongo haijapumzika. So kuweka hizi pillow ni kusaidia kutoa ile gravity na let the spine rest. So tumeweka pillow kwa kichwa na ingine kwa tumbo. Kama lazima ulalie tumbo. Kuna yule ambaye akilala ameinua miguu hivi. Hatari kwa wapi? Ameinua miguu hivi. Hakuna hatari, ni kama ameweka pillow chini. Haina shida. Lakini the best sababu atalala asahau ni kuweka tu pillow chini ya magoti. Kuna sana mtindo mwingine na nimeuona sana na watoto. Akilala analala hivi lakini ameinua hivi, makalio yako juu. Makalio yako juu.
Hiyo ni it's a stretch on its own, lakini wakati usingizi itampata atalala. So ni vizuri tu kumwangalia analala aje. But it's a good stretch. Hiyo tunaitanga pigeon ya kustretch. Yeah, it's a very nice stretch for the spine. Asante sana Sara kwa hilo. Sasa kuna kitanda. Kitanda kiwe vipi? Ni kitanda kipi salama? Kwa sababu kuna kile ambacho ni cha mbao, kuna cha chuma labda huenda baada ya muda kitapinda bila yeye kujua, na kuna kile cha spring. Kuna aina 3. Okay, inalingana na mtu venye anataka. Mbao ni the best. Hii ya chuma, shida ya chuma inachukua uzito na inaitikia uzito venye inaenda. Kama unaifinyilia, with time itaenda chini. So itatoa ile normal shape ya flat bed. Ya spring, lazima sasa uangalie spring zako kama ziko sawa. Kama haziko sawa pia italeta shida, lakini ile best kwa kichwa yangu ni mbao. Na kuna athari yoyote ya kununua kitanda ambacho tayari kimetumika na mtu mwingine, second hand bed? Kuna hatari kwa sababu huenda labda, kwa mfano kama cha mbao ni vigumu kipinde, kuna hiki cha chuma labda aliyekuwa nakitumia awali alikuwa na uzani, na sasa yule ambaye amekinunua kwa mara ya pili uzani wake haujafikia kama wa yule. Kuna hatari yoyote? Hatari sasa inalingana ni kitanda cha aina gani na condition ya kitanda chenyewe. Inaweza kuwa ya chuma lakini condition yake iko sawa. Inaweza kuwa ya chuma condition yake iko mbaya, jua tu unajiingiza kwa shida. Ya mbao, kuna zingine pia zimetoka mbao moja au mbili, unapata hujajua lakini inaleta shida. So lazima uangalie condition yenyewe, is it flat enough? Is it covering enough? Yeah, just the condition of the bed. Maswali ni mengi. Kuna mwingine hapa ameuliza, nikilala na upande wangu wa kulia nasikia niko sawa, lakini nikibadilisha niende kulala na upande wangu wa kushoto, upande wa kulia unaanza kuuma. Tatizo liko wapi? Tatizo sana sana inaweza kuwa kwa piriformis, makalio ya nyuma. Hiyo piriformis inapata hapo ndio barabara ya sciatica. So wakati umeifinyilia, wakati umeilalia haina shida. Wakati gravity iko against hiyo upande inateta, yani inaleta uchungu. So ile ningeelezea mtazamaji, hiyo upande wa kulia a stretch the piriformis muscle. Yeah. Na kustretch piriformis muscle ni rahisi. Unaketi tu, unaekelea hii mguu ingine kwa hii ingine, alafu unavuta juu. Utasikia stretch inaenda direct hapo chini ya makalio. Yote makalio na matako ni sawa. Haya. Sasa tuje wakati tumelala vizuri, sasa ni wakati wa kuamka. Alarm ndio hiyo inalia saa 11. Austin nafaa kuamka. Nakumbuka nafaa kuwa KTN saa 1. Kuamka mbio. Sasa mtu anafaa kuamka mara moja ama kuna utaratibu? Kuna ile ya kuruka ama kuna utaratibu wa aina fulani? Wakati umelala kuamka iko na utaratibu wake. Sababu tuseme ulikuwa umelala upande, urudisha mwili uangalie juu, kunja miguu yote mbili, jipeleke kando ya kitanda, toa mguu mmoja, toka. Lakini mara mingi unapata mtu anaangalia juu alafu anajirusha. Hiyo unaumiza uti wa mgongo. Tuseme nimelala hivi, naamka tu najirusha, unaumiza uti wa mgongo. Hata kama ulikuwa umelala ukiangalia juu, pinduka upande, kunja miguu yote mbili, peleka moja kando na ingine, alafu uamke. Ushikilie kitanda na mkono na uamke. Ukifanya hivi unajiumiza. Kuna yule mwingine labda anapenda kulala, akilala anatoa mguu mmoja hata nje. Ni kama uko nje ya kitanda. Kuna hatari yoyote kwa mtu anayelala kwa aina hiyo? Unless wakati usingizi ijampata, hakuna hatari. Already ana stretch the hip flexors. Lakini wakati usingizi nitampata, ujui itakuwa aje. So lala tu vizuri. Asante sana Sara, bila shaka kwa kweli umetuelimisha mengi. Tupe usemi wako wa mwisho. Mimi nafurahia sana kwa kuongelesha mtazamaji. Angalia kamera.
Nashukuru sana kwa mtazamaji kusikiza mwalimu. Amekuwa mwalimu Sarah Konzi, hata ametupa mifano, mtaalamu wa fizioterapia, na nashukuru sana, na naomba uweze kujiangalia na kujipenda kwa kuangalia jinsi your posture, kuinua vitu venye zinafaa kukua, na pia ufanye mazoezi na ufanye hata masaja kurelax mwili, na ufanye fizioterapia pia kama unahitaji any physical treatment. Asante sana. Asante sana. Bila shaka mwalimu wetu Sarah Konzi, umekuwa mwalimu mzuri. Nina uhakika wengi, kulingana na zile jumbe ambazo zimetuma, kwa kweli wengi walikuwa na matatizo ya mgongo, haswa mgongo. Wengi walikuwa na matatizo na hata jinsi wanavyolala, na nina uhakika kwamba umeweza kugusa wengi na kufunza wengi. Asante sana, endelea kufanya hiyo kazi nzuri unayoendelea kuifanya. Kwa kweli utabadilisha maisha ya wengi. Mtazamaji, ninasema pia asante sana kwa muda wako, na pia kwa wote waliofanikisha taarifa hizi pamoja na mjadala wetu. Mimi ni Agnes Gakunga. Asante sana, endelea kutazama KTN.